Mahakama ya Korea Kusini imemhukumu aliyekuwa waziri mkuu Han Duck-soo kifungo cha miaka 23 jela kwa kosa la uasi katika hukumu iliyotangazwa mubashara kwenye vituo vya runinga nchini humo. Hii ni TriGen Media. Hukumu hiyo imetolewa ikiwa ni utekelezaji wa sheria ya kijeshi yani martial law iliyoanzishwa na aliyekuwa rais wa nchi hiyo Yoon Suk-yeol mnamo mwaka 2024. Kwa mujibu wa hukumu hiyo, mahakama imedai Han alifanya vitendo vya uasi mwaka 2024. Waziri huyo anakuwa afisa wa kwanza wa serikali ya Yoon kuhukumiwa kwa kosa la uasi kuhusiana na tukio la Disemba 2024. Uamuzi huu unatarajiwa kufungua njia ya hukumu dhidi ya Rais Yoon mwenyewe na washirika wake wengine ambao pia wanakabiliwa na mashtaka ya uasi. Mahakama ilieleza kuwa amri ya Yoon ya kutuma wanajeshi na polisi bungeni na katika ofisi za uchaguzi ilikuwa sawa na jaribio la mapinduzi ya ndani lililolenga kuvuruga katiba na utulivu wa nchi. Han amehukumiwa kwa kujaribu kuhalalisha kisheria tangazo la sheria ya kijeshi, kulipitisha kwenye kikao cha baraza la mawaziri, kugushi tamko hilo, kuliharibu baadaye na kutoa ushahidi wa uongo mahakamani. Mahakama ilisema alishindwa kulinda katiba licha ya kuwa na cheo cha pili kwa ukubwa nchini humo. Jaji alisema kuwa vitendo vya Han na Yoon vilihatarisha na vingeweza kuirudisha Korea Kusini kwenye enzi za udikteta ambapo haki za raia na mfumo wa kidemokrasia zilikuwa zikikandamizwa. Hukumu ya miaka 23 imeshangaza wengi, kwani waendesha mashtaka walikuwa wameomba miaka 15 pekee. Han mwenye umri wa miaka 76 amekana mashtaka yote na ana haki ya kukata rufaa. Amedai kuwa alimwambia Rais Yoon kuwa hakuwa anaunga mkono mpango wa sheria ya kijeshi. Mpaka sasa rais aliyekuwa madarakani wakati huo Yoon Suk-yeol yupo jela akitumikia kifungo cha miaka 5 na huku bado akikabiliwa na kesi zingine 8 za jinai ikiwemo ya uasi zinazotarajiwa kutolewa hukumu mwezi Februari mwaka huu. Waendesha mashtaka wameomba adhabu ya kifo wakisema ndiye aliyepanga uasi huo. Mawaziri wa ulinzi, usalama, haki, wakuu wa polisi, ujasusi na maafisa wakuu wa jeshi pia wamefunguliwa mashtaka yanayohusiana na tukio hilo. Hii ni TriGen Media.